leo ni muujiza. Ninajua Bwana kuwepo hai asubuhi ya leo ni baraka, ni ushindi. Ipo vita ambayo nimeshinda, vita ya kufa, vita ya magonjwa. Ipo vita nimeshinda, hata nimeweza kuwa hai asubuhi ya leo, na ninaamini Bwana ni kwa msaada wako. Sakala badada likaparada baba shanda yakapali amantara baba. Na kwa kigezo hiki Bwana cha kuamka asubuhi ya leo, ninakuamini kwa ajili ya mambo makubwa. Yesu asante. Rezando kotorabaya ekaparada daba shakadada likapari amantaraba. Mwambie Bwana asante. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru Bwana kwa ajili ya afya, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru Bwana kwa ajili ya biashara, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru Bwana kwa ajili ya uzima. Mwambie Yesu asante kwa ajili ya kila kitu. Rima kanda ratu satia ekepelia mantas kaparada. Mwambie asante kwa ajili ya kila kitu. Yeye ni Mungu anayejishughulisha sana na mambo yetu. Resa parada yekataradada ashaya mantaraba rapakataradagada ikapalia mashanda. We mshukuru tu kwa ajili ya watoto, mshukuru kwa ajili ya kila jambo. Mwambie Yesu asante. Hatua ninazopiga ninautambua uwepo wako. Nikiangalia jana yangu, nikiangalia juzi yangu, na uona uweza wako, naziona nguvu zako, na uona ulinzi wako, na kiona kibali chako, na uona mkono wako. Mwambie tu asante Yesu. Mwambie naiona neema yako Bwana. Usoma kwenye kitabu cha Kutoka 19 ule mstari wa 4, napenda ile andiko, anasema ya kwamba aliwabeba katika mbawa za tai. Mwambie Bwana asante kwa kunibeba katika mbawa za tai. Nilipopitia changamoto umenibeba katika mbawa za tai. Ninakushukuru kwa ajili ya mambo makubwa hata unayoniwazia, sio tu uliyotenda. Nina ujasiri wa kuiendea kesho, kwa sababu umeahidi ya kwamba upo Mungu unayeniwazia mema, upo Mungu unayeniandalia mema, upo Mungu ambaye umenikusudia mema. Nina ujasiri na kesho yangu, kwa sababu ninajua nipo na wewe, mfalme wa wafalme, Bwana mabwana, Mungu wa miungu. Wewe usiyeshindwa, usiyezuiliwa na muda, usiyezuiliwa na mazingira, usiyezuiliwa na chochote. Baba, ninakushukuru kwa kuwa umeamua kwa upande wangu. Umesema hautaniacha hata mwisho wa dahari. Sio tu katika jana, lakini hata leo nimeuona uweza wako. Kuamka asubuhi ya leo ni muujiza. Asante kwa kuniamsha, asante kwa kunipa nafasi ya kuiona siku ya leo. Ninajua Bwana yapo mambo makubwa ambayo umeniandalia kwenye siku ya leo. Oh Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya siku uliyoifanya. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ulioniandalia. Lebarosa dia kataya lebrakatana na masana rapakanda la dadaba yakanta la masana yakapali ya makata resaya makana ekora baba masaya. Wapo ndege wanakuimbia asubuhi ya leo, na mimi naungana nao. Unastahili heshima, unastahili utukufu, unastahili uweza. Adhama ni ya kwako Baba, unastahili peke yako, muumba mbingu na nchi, peke yako usiyetawaliwa, peke yako mwenye sauti ya mwisho, peke yako mwenye neno la mwisho, peke yako ambaye ukisema inakuwa, hakuna kukuongoza. Wewe ni Mungu uliye juu, unastahili heshima. Wewe ni Mungu uliye kila mahali, unastahili heshima. Wewe ni Mungu unayejua vyote, unastahili heshima. Baba, ninakuinua asubuhi ya leo. Naungana na mbingu, naungana na makerubi, naungana na maserafi, nikusema wastahili. Hata kwa ulioyafanya tu unastahili. Shana na kanara lapakandara baba yakantala masana rapakayana
akataraba yakananama zaparagada yakandalaba. Maombi ya shukurani ni ya watu wenye imani wanaoamini ya kwamba Baba au anawasikia wakiomba. Yesu anamshukuru Mungu kwenye Yohana 11, anamwambia Baba, ninakushukuru kwa kuwa nikiomba wewe unanisikia. Wewe mshukuru tu Bwana, mwambie ninakushukuru, mwambie ninakushukuru, mwambie ninakushukuru. Maombi ya shukurani ni silaha ya mazidisho. Maombi ya shukurani yanatangulia na ni maandalizi kwa ajili ya miujiza, ni maandalizi kwa ajili ya mambo makubwa. Watu wanaotarajia maongezeko ndio watu wa shukurani. Watu wanaotarajia miujiza ndio watu wa shukurani. Yesu alipokuwa na vichache alianza kumshukuru Bwana. Hata katika uchache sisi ni wale ambao hatusubiri viongezeke ndo tuwe na cha kushukuru. Hata katika uchache tunamwambia Bwana asante. Hata katika upungufu tunamwambia Bwana asante. Yesu asante, Yesu asante, Yesu asante. Kayama kandaraba. Inawezekana ni mshukuru Mungu pamoja nami ukiwa hospitalini. Inawezekana mshukuru Mungu pamoja nami ukiwa barabarani. Inawezekana mshukuru Mungu pamoja nami ukiwa na familia yako. Nataka tu mumshukuru. Shukurani na kawaida ya kufanya mkono wa Bwana unyooshe kwa ajili ya miujiza. Inawezekana mshukuru Mungu wakati biashara yako haifanyi vizuri. Hausilalamike, wewe mwambie Bwana asante. Hayando saparia makanda la kandelebo sapalada ya kalada da baba harapa kandaya akapalia masaya ye kabada basaka la katara baba ya kana masana radada sakata. Anasema mshukuru Bwana kwa kila jambo. Rakapalia makana lekaparada. Baba asante kwa ajili ya watu wa maana uliowaleta kwenye maisha yangu. Baba asante kwa ajili ya mambo unayoniwazia. Baba asante kwa ajili ya kesho kubwa ulioniandalia. Ninajua ya kwamba wewe haulali wala usinzii kwa ajili yangu. Ninajua ya kwamba unajishughulisha sana na mambo yangu. Najua yapo mambo ambayo Bwana bado sijayaona ambayo unayafanya kwenye maisha yangu. Yapo mambo ambayo Bwana unayafanya kwa ajili ya kesho yangu. Yesu asante. Ninakushukuru Bwana, ninakushukuru mfalme wa falme, ninakushukuru Jehova Jire, ninakushukuru Mungu mwenye uweza. Neno lako ni amina na kweli, ya kwamba kama ilivyokuwa jana, kama ulivyowalisha watu jangwani, una uwezo wa kunilisha bila kuangalia mazingira. Kama ulivyowavisha watu jangwani, una uwezo wa kunivisha. Bwana, ninakuamini, ninakuamini ya kwamba kama ulivyompa mtoto Hana aliyekuwa ni tasa, una uwezo wa kunipa. Kama ulivyompa macho Batimayo, una uwezo wa kunipa. Kama ulivyoongeza mikate 5, una uwezo wa kuongeza ya kwangu. Kama ambavyo Bwana ulimfufua Lazaro, unaweza ukafufua biashara yangu. Ninakuamini. Kama ambavyo Bwana uliwasaidia wale wakoma waliokuwa ambao walitakiwa wafe kwa sababu ya njaa, ukawaelekeza mahali chakula kilipo, mahali fedha zilipo, mahali mavazi mazuri yalipo. Unaweza ukamwelekeza mtu ambaye ametafuta kazi kwa kipindi kirefu asubuhi ya leo. Unaweza ukamwelekeza mtu aliyekata tamaa asubuhi ya leo. Yesu asante. Ikapari makanda yando saparada yekapali ya manana la paragada baba yakanana sana. Tunakuinulia mikono ya shukurani, tunakupigia makofi ya shukurani
tunakupigia vigelegele vya shukrani, tunakupigia shangwe za shukrani, tunakupigia shangwe za shukrani, maana wewe ni mwema, maana wewe ni mwema. Umesema ya kwamba wewe ni zaidi ya baba zetu wa kidunia. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Tukiomba mkate hauwezi ukatupa jiwe. Wewe ni mwema, katika jina la Yesu. Kaparaba shanda la dadaba yando zagaraba baba shai ye kaparia mashanda la dadaba, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo, watu wa Mungu, nataka tukaombe mambo machache. Kisoma katika kitabu cha Zaburi 118 ule mstari wa 5. Zaburi 118 ule mstari wa 5. Biblia inasema, katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Nataka tukamwombe Bwana, umwambie Mungu, nifanyie nafasi mahali walipo watu wakuu. Mungu, nifanyie nafasi ndani ya hili taifa. Mungu, nifanyie nafasi ndani ya dunia yangu. Mwambie Bwana, nifanyie nafasi mahali walipo watu wakuu. Nifanyie nafasi kwenye hili taifa. Nifanyie nafasi kwenye kizazi changu. Nifanyie nafasi. Kitabu kile cha Samueli wa kwanza ile sura ya 22 ule mstari wa 20 na ule mstari wa 37. Samueli sura ya kwanza mstari wa 22, ukisoma ule mstari wa 20, anarudia ombi hilo hilo. Anasema Bwana akufanyie nafasi, akufanyie nafasi. Yekosa parada. Bwana akufanyie nafasi, Bwana akufanyie nafasi kwenye hiyo biashara ambayo inasuasua. Na kuombea Bwana akufanyie nafasi, na kuombea Bwana akufanyie nafasi. Samueli wa pili 22 ule mstari wa 20, anasema akanitoa akanipeleka panapo nafasi, aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Samueli wa pili 22 mstari wa 37 pia anasema, umezifanyia nafasi hatua zangu. Mwambie Bwana, nifanyie nafasi, fanyia nafasi hatua zangu, fanyia nafasi biashara yangu, fanyia nafasi huduma yangu, kifanyie nafasi kipawa nilicho nacho, fanyia nafasi neema nilionayo, fanyia nafasi wito ulionipa, kusudi ulionipa. Bwana, nifanyie nafasi ndani ya taifa langu, nifanyie nafasi mahali walipo watu wakuu. Alipomfanyia Daudi nafasi, Biblia inasema Daudi aliitwa akaingia ikulu kwa ajili ya kupiga kinanda, na alipokuwa akipiga, pepo roho mchafu alikuwa anamuingia Sauli, alikuwa anamtoka. Mungu anaweza kukufanyia nafasi mbele ya watu wakuu. Anasema yeye anamuinua mnyonge na kumketisha na wakuu. Maana yake Mungu anaweza akakuandalia nafasi, akakutengenezea nafasi, akaitengenezea miguu yako nafasi. Alipomtengenezea Yusufu nafasi ambayo haikuwahi kuwepo kwenye taifa la Misri na hata kwenye kizazi chake, alimtengenezea nafasi, na Yusufu akaketi akiwa ni mtu mwenye sauti baada ya Farao. Na Biblia inasema Farao akampa kila kitu alichokuwa nacho, akamwamuru, akamwamini ili aweze kuiongoza nchi ya Misri. Lakini kwa wakati ule alikuwa anaiongoza dunia nzima kwa sababu ya tukio la njaa ambalo lilikuwa linakuja. Lakini alimfanyia pia nafasi akiwa gerezani. Alipoingia gerezani alikuwa ni kiongozi. Mungu alimfanyia nafasi Yusufu alipoingia nyumbani kwa Potifa. Alipoingia nyumbani kwa Potifa, Yusufu alifika mahali akakabidhiwa vyote. Ushahidi ya kwamba Mungu amekufanyia nafasi ni kuona neema ya utawala inaambatana na wewe, ni kuona ukiongea unasikilizwa, ni kuona unapewa nafasi na watu wasiokuwa wa kawaida, ni kuona watu wanaamua kukusikiliza, ni kuona unapewa nafasi ya kuingia mahali walipo watu wakuu na kukaa pamoja na wakuu. Mwambie Bwana, nifanyie nafasi, nifanyie nafasi kiuchumi ndani ya hili taifa, nifanyie nafasi kwenye eneo langu la biashara, nifanyie nafasi kwenye eneo langu la wito, nifanyie nafasi kwenye eneo langu Shakandarabaya Akarabayana Shakakata Lakapariama Yekabadada Akapalanaya Rapakantalada Shakakata. Mwambie Bwana, nifanyie nafasi katikati ya ndugu zangu. Yesu, nifanyie nafasi. Rababa shandadada
la karabababa ya kalaba sana rapakandalaba. Baba, nifanyie nafasi ndani ya taifa langu. Biblia inakuita wewe ni nuru ya ulimwengu. Mwambie nifanyie nafasi kwenye ulimwengu wangu, na mimi nionekane. Zifanyie hatua zangu nafasi. Asiwepo wa kuniondoa, asiwepo wa kunitikisa, asiwepo wa kunihamisha, asiwepo wa kunizuia, asiwepo wa kunishusha. Yesu, nifanyie nafasi. Ikapariadada la kabarabara jakaladaba akayanda radadaba sakata la kaparadadaba yakaladaba sana. Nifanyie nafasi ekayanda. Kama we ni mwanasiasa, mwambie Bwana nifanyie nafasi kwenye siasa, kwenye uongozi wa Tanzania. Bwana nifanyie nafasi, nipe sauti. Tafsiri nyingine ya kufanyiwa nafasi ni kupewa sauti. Rakapayana akayaraba asanaya lakaparia yekadadadaba aparigadadabosa lebranda kamayande asaparianta labragadababa yakandana masana lapakandaladaba. Baba, nifanyie nafasi. Ulimfanyia Daudi nafasi, hawakukaa hata amefika. Ulimfanyia Daudi nafasi, yekosata mchunga kondoo akaingia ikulu. Ni wewe peke yako unayeweza kufanya mambo ya namna hii. Ni wewe peke yako. Rebabo sanda didadaba la parida bosayana leka pariande redadaba. Kwenye ukoo wangu nifanyie nafasi, nifanyie miguu yangu nafasi mahali nitakaposimama, ambapo hakuna mwingine atakaye niondoa. Radaba shanana yakadabadaba lakadana nasaya labaragadaba yakalabababa arababa sana yakadabalada yakadanama arapaya yekabosa yeketelia eradadaya. Baba, nifanyie nafasi. Rekapariana yakadabababa kwenye taifa. Nifanyie nafasi kwenye uchumi. Nifanyie nafasi. Yekosadia ekariba baba shanda librando kotayane akabalambanda yakaladaba ashayana. Nakuombea Bwana, ongeze mipaka yako. Nakuombea Bwana, ongeze mipaka yako. Mtu mmoja anaitwa Yabesi alianza kuomba, akamwambia Bwana, tanua hema yangu, ongeza ozi yangu. Ni mtu aliyekuwa anaomba ombi la kupewa nafasi. Mwambie Bwana, nitanulie ozi yangu, itanue ozi yangu. Panua mipaka ya biashara yangu, panua mipaka ya huduma yangu, panua mipaka ya kasanda rakapalada ya kanda na saya. Wakati Yesu amerudi, alipotoka kwenye maombi ya kufunga, Biblia inaniambia karudi kwa nguvu za Roho na habari zake zikaenea. Alifanyiwa nafasi. Mwambie Bwana, nifanyie nafasi, sio tu kwenye taifa, ndani ya mioyo ya watu. Nifanyie nafasi kwenye mioyo ya watu. Zaburi 2:8 anasema, uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na nitakupa miisho ya nchi. Anaongelea ardhi na watu. Mwambie Bwana, nipe nafasi kwenye mioyo ya watu. Nifanyie nafasi. Rapakatayanda akataradaba yakabadadaba saka labradada sana yakanana saparia lekapalagadaba yakaladadada sandarapaya akayanda. Yesu, nifanyie nafasi.
nifanyie nafasi, nifanyie nafasi. Mama yake Yohana na Yakobo wa Zebedayo alimfuata Yesu akamwambia, ninaomba uwafanyie wanangu nafasi waweze kukaa upande wako wa kuume na upande wako wa kushoto. Mwambie Bwana, hii ni nafasi yangu, niandalie meza kama ulivyomwandalia Daudi. Amesema waandaa meza mbele yangu. Baba, niandalie meza. Rekabayana akarada baba yakalaba shana rapakanda laba akarada yanda lapakanda yando robosa lebrakapaya akapalabadaba yakadabadaba. Kwa dakika hizi pambana na kila nguvu ya giza inayotaka kuingia kwenye nafasi yako. Pambana na kila nguvu ya giza inayotaka kuchukua nafasi yako. Shatatatata rakakakata lakapalaba. Sauli akiwa hai, nafasi yake ilishachukuliwa na Daudi. Mungu anamwambia Samueli, usimlilie Sauli, maana kuna mtu nimemwandaa aliye mwema zaidi kuliko Sauli. Ikaparada, hakuna mtu anaichukua nafasi yangu nikiwa hai. Hakuna mtu. Wewe uliye kwenye ndoa, jiombee, mwambie Bwana, hakuna mtu atachukua nafasi yangu kwenye ndoa yangu nikiwa hai. Hakuna mtu atachukua nafasi yangu kwenye eneo la uongozi na siasa nikiwa hai. Mwambie Bwana, hakuna mtu atachukua nafasi yangu. Yakobo alichukua nafasi ya ndugu yake Esau. Esau alikuwa hai. Ekababo sana. Hakuna mtu anachukua nafasi yangu nikiwa hai. Rakata yakada baba yakada baba rapakanda laba. Hakuna mtu atapakwa mafuta kwa ajili ya nafasi yangu nikiwa nipo hai. Hayupo, hayupo. Kayamanana lakabadadadaba yandarababa shaka lapakalabaya ashaparia rapapapa rakakata 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 yakapalada ikashaka rapakandaya akapaliada etetetetete etetetetete rakakata lakapala shakaya arapayanda. Nafeka yeyote ambaye anataka kuchukua nafasi yangu. Ufunuo 3:11 anasema uwe makini asije mtu akaichukua taji yako. Pambana na kila nguvu ya giza ambayo inachukua nafasi za watu wakati wakiwa hai. Napambana, inaweza ikawa ni roho ya magonjwa. Napambana na roho ya magonjwa. Napambana kwa jina la Yesu. Rakatarapaya akaparadaba yandarana na masaya lakapariana yekosataya arababa sana ikadadadaba atelia makata. Kwa moto, kwa moto, hiyo nguvu ya giza na yamuru asubuhi ya leo, teketea kwa moto. Achia nafasi yangu, achia nafasi yangu, achia nafasi yangu, achia nafasi yangu. Yakapalada rakada baba yakananaba zakada baba. Yoyote ambaye anataka kusimama kwenye nafasi yangu, ninapiga, 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 napiga kwa moto, napiga kwa moto. Mimi ni rungu la Bwana. Naponda, 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 naponda. Sayana kwenye taifa anayetaka kuingia kwenye nafasi yangu. Naponda, napiga, napiga. Ikasaraba akalada baba yakala baba sana rakapayana asaya makana lakada baraba lakarada dadaba yanda la baba saka yekabada dadaba. Sema katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu. Majira haya nasimama kwenye ulimwengu wa roho.
ninamwamuru kila mtu anayetaka nafasi yangu, ninamwamuru kila mtu anayetafuta nafasi yangu, katika jina la Yesu, apigwe kwa moto, apigwe kwa moto, apigwe kwa moto. Hebu sema tena, kwa moto. Sema tena, kwa moto. Nakataa, hakuna mtu atakayechukua nafasi yangu. Yakobo wakati akiwa hai, kijana wake Ruben alitaka kuanza kurithi nafasi yake, akaanza kuchukua mke wake. Sio fungu langu kwa jina la Yesu, sio fungu lako kwa jina la Yesu. Jaka palada la karababa ya kanana masaya arapakata ya kapariada. Naamuru kwa moto, naamuru kwa moto, naamuru kwa moto, naamuru kwa moto. Kapa ikasata rakakata yakalababa asayana radadadadaba. Kwa jina la Yesu, iwe ni Goliati anainuka mbele yangu, nakujia kwa jina la Bwana, nakujia kwa jina la Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ekarababa asananama. Mimi sina mbadala kwa jina la Yesu. Sina mtu wa kuchukua nafasi yangu atakayeniweza katika Yesu. Kwenye hiyo ofisi hakuna wa kuchukua nafasi yako katika jina la Yesu. Kwenye hiyo biashara hayupo wa kuchukua wateja wako, hayupo wa kuchukua nafasi yako katika jina la Yesu. Kwenye hiyo kazi hakuna wa kuchukua nafasi yako katika jina la Yesu. Ekaparabaya ashanananama lakadabadabadaba. Watu wako hakuna atakayewachukua katika jina la Yesu. Biblia inaniambia kwamba wakati Yesu anaanza huduma, wawili wa wanafunzi wa Yohana wakaachana na Yohana wakamfuata Yesu. Hakuna mtu atakuacha wewe akaenda kwa wengine. Hakuna mtu wa hatima atakaye kuacha wewe akaenda kwa mwingine. Natangaza kwa jina la Yesu, hakuna mtu atakaye kukimbia wewe akaenda kwa wengine kwa jina la Yesu. Shetani hawezi akachukua watu wako, hawezi akachukua fedha yako, hawezi akachukua ndoa yako, hawezi. Koraba akaradada masana la karababa yakadabalababa raparadaba akayadadaba la kadabadaba rapayagadaba la kabababaya ekapariana sana rapakadalaba yekadabalada janananama la kadadadaba rakabababa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kaparadabaya. Tunaenda kwenye jambo la pili. Zakotorobobosh yekarabababa ayabarabashana. Ombi la pili, tunaenda kumwomba Bwana. Unasema nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Ukisoma kile kitabu cha Mhubiri sura ya 9 ule mstari 14 na mstari wa 15, Biblia inasema kuna maskini mmoja ambaye aliuokoa mji kwa hekima yake, na baada ya hapo inasema hakuna yeyote aliyemkumbuka. Hii ni roho ya kupuuzwa ilikuwa ndani ya huyu mtu. Anafanya vitu vya maana vinavyokoa watu, vinavyosaidia watu. Inawezekana wewe unafanya kwa level ya kifamilia, unafanya kwa level ya kitaifa, unafanya kwa level ya kimataifa, lakini unapuuzwa. Sema nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Sema tena nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Sema tena nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu.
kwa sauti tena, nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Biblia inasema alipomaliza kuukomboa ule mji kwa hekima yake, hakuna mtu yoyote aliyemkumbuka. Anafanya vitu lakini hakuna anayemkumbuka. Mordekai aliwahi kufanya kitu kizuri kwa ajili ya mfalme Ahasuero, lakini hakuna aliyemkumbuka mpaka siku ambapo Mungu alimlazimisha mfalme Ahasuero akose usingizi, aanze kupitia kitabu cha Kumbukumbu. Na alipokuwa akipitia ndo akakuta wakati fulani Mordekai aliwahi kufanya tukio la kumwokoa na hakufanyiwa chochote. Hebu sema nakataa kupuuzwa tena. Mara ya pili sema nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Mara ya tatu sema nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Wakati fulani kwenye Luka 18:35 mpaka 39, Biblia inasema alikuwepo mtu mmoja jina lake anaitwa Bartimayo, na alikuwa amekaa pamoja na vipofu wengine. Na Yesu, moja ya kazi aliyokuwa akifanya ni kufungua macho ya watu wasioona, kufanya vipofu waone. Lakini alipopita alimpita wala kumsemesha chochote. Na hata Bartimayo alianza kuita, hakuna aliyekuwa anaitikia mwanzo. Zaidi sana waliokuwa wanamgeukia na waliokuwa wanaongea naye ni wale ambao walikuwa wanamwambia nyamaza, usiite tena, nyamaza, usiongee chochote, nyamaza, wewe huwezi kuona, nyamaza. Ni watu ambao walikuwa wanaongea naye, wanamrudishia maneno mabaya. Na Biblia inasema kuna wakati Yesu alimsikia. Utakapoomba vizuri asubuhi ya leo, kama ulikuwa unapuuzwa, nataka nikwambie Yesu anakusikia. Yesu anakusikia. Unapoenda kuomba, Yesu anakusikia na anageuza hiyo hali ya kupuuzwa, anageuza hiyo hali ya kupuuzwa kwenye ofisi unayofanyia kazi, kwenye familia unayotokea, kwenye eneo lilopo. Yesu anaondoa kupuuzwa. Hebu sema tena kwa sauti, nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Sema tena, nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Ukiona unapuuzwa, ujue kuna nguvu inasababisha upuuzwe. Mwambie, nakataa kupuuzwa, nakataa kupuuzwa. Sauti yangu haitapuuzwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sitaingia mahali na watu wawe kama hawajaniona. Rakata akada baba shaka la paragada baba yando zara bashaya. Sitapuuzwa. Mimi ni yule ambaye neno la Bwana linasema moto unakula mbele yangu na miali ya moto inakula nyuma yangu, kama ambavyo kijiti kilichokuwa kinawaka na akiteketei, ambavyo Musa hakukipuuzia, akasema ngoja nigeuke niyaone maono haya makubwa. Ndivyo ambavyo familia yangu inageuka, ndivyo ambavyo taifa langu linageuka, ndivyo ambavyo kizazi changu kinageuka. Wanageuka kwa ajili yangu, wanageuka kwa ajili yangu. Biblia inasema Yesu aliingia kwenye mji aliozaliwa, watu wakampuuza, watu wakampuuza. Hebu sema nakataa, nakataa kupuuzwa, nakataa kupuuzwa. Shayabadadadaba rakadadadadaba lakabababa shana rapakanana lakadababa arapayakanarada yekadadababa shaya aparianda kapaya yekedebo santo. Jina lako litaanza kuimbwa, biashara yako itaanza kuimbwa, huduma yako itaanza kuimbwa, maisha yako yanageuka wimbo. Zaparatatata yakabababa asanana yanda rapayakanalaba yekarabababa akaparianda rapayakata. Nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Ulimwengu wa roho hautanipuuza, ulimwengu wa roho hautanipuuza katika jina la Yesu. Nikiongea vinatokea, nikitamka vinakuwa, nikifanya vinakuwa katika jina la Yesu. Shakadaba, mimi ni ishara na ajabu zitokazo kwa Bwana. Sitapuuzwa. Nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Sitapuuzwa kwa jina la Yesu. Mimi ni nuru ya ulimwengu, watu wataniangalia mimi. Sitapuuzwa katika jina la Yesu. Mimi ni chumvi ya dunia, nimekuja kuleta ladha. Sitapuuzwa katika jina la Yesu. Nina Mungu ndani yangu atendaye mambo makubwa.
afanyaye mambo magumu kuwa marahisi. Nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Bwana, kila nguvu ya giza inayofanya nipuuze, kwa mamlaka ya jina la Yesu, naipiga, 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 naipiga. Enyi nguvu za kifamilia, napiga, 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 napiga. Wakati fulani kwenye Yohana sura ya kwanza mstari wa 45 na 46, Biblia inaniambia alitoka mtu mmoja akawa anaongea na Nathanieli. Alipokuwa anaongea naye, huyu alikuwa ni Andrea. Navua, hebu sema navua, sema tena navua, sema tena navua. Shadadadadada rakabababa yakadalababa rapayadanaba lakadadadaba. Navua, navua kwa jina la Yesu kila sura ambaye adui wanavisha watu ili wapuze. Reshadaba akabababa. Mimi ni moto la, mimi ni moto. Mungu amenigeuza kuwa moto. Hakuna sura ya giza ninaweza nikavishwa ikakaa kwenye uso wangu. Shakabada lakataya akapariana rekadababa ashaya makana lakadadadaba akapariana radada rashaya makana lekakatwa yekorababa. Moja ya mbinu ya kuhakikisha upuzi, muombe Bwana, mwambie Bwana, nipake mafuta kupita wengine, nipake mafuta kupita wengine. Mwambie Bwana Yesu, nipake mafuta kupita wengine, nipake mafuta kupita wengine. Mwambie Bwana, nipake mafuta. Shadadadada lakabadadaba radana masaya akayadadadabosa lekoradadaba ashapariana rekadadadaba. Kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari wa 9 anasema, umependa haki, umechukia maasi, na kwa sababu hiyo Mungu wako amekutia mafuta, mafuta ya shangwe kupita wenzio. Mwambie Bwana, nitie mafuta ya shangwe kupita wenzangu. Mwambie Baba, nitie mafuta ya shangwe kupita wenzangu, kupita wenzako kwenye hiyo ofisi, kupita wenzako kwenye hiyo biashara, kupita wenzako kwenye hiyo huduma, kupita wenzako kwenye huo wito ulionao. Mwambie Bwana, nipake mafuta, mafuta ya kibali. Bwana, nipake mafuta, mafuta ya furaha, nipake mafuta ya shangwe. Moja ya kazi ya mafuta ni kumfanya mtu ang'ae, ni kumfanya mtu ang'ae. Jana na kana rababa la kabarada dadadaba. Anoint me, oh God. Moja ya kitu kilimng'arisha Yesu ni Bwana alipompaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Yesu wa Nazareti, habari zake zikaanza kuenea. Yeko saparada la kabarada dadadada radada baba baba yakada la baba shanda rapa yakada la baba. Hakuitwa tena wa Nazareti, akaanza kuitwa mpaka mafuta. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili sura ya kwanza ule mstari wa 21 anasema, mwenye kututia mafuta ni Mungu. Mwambie Bwana, nitie mafuta, Bwana nitie mafuta. Anasema kwenye Zaburi 89 ule mstari wa 20 ya kwamba mtumishi wake Daudi amempaka mafuta yake matakatifu. Kama ambavyo watu hawezi kumpuuzia Bwana, ndivyo ambavyo hawezi kunipuuzia. Nimepakwa mafuta. Baba, nipake mafuta, mafuta matakatifu. O saliba kataya yekora baba ashaya makana lakada dadadada. Unaweza ukapakwa mafuta zaidi ya mara moja. Daudi alipakwa mafuta mara 3. Mwambie Bwana, ninajua, anoint me. Bwana, nipake mafuta zaidi, nipake
nipake mafuta zaidi, iongeze taa yangu mafuta zaidi. Radadadadadada rakabababababa lakabaradadadaba yakadana mashana, nipake mafuta zaidi, nikiongea asiwepo wa kunipuuzia. Shataya akadababa yakadadaba, nipake mafuta zaidi, watu hawatanipuuzia katika jina la Yesu. Ekorabaya. Petro alikuwa hajasoma, lakini mafuta yalipokuja juu yake hakuna aliyempuuzia, hakuna aliyempuuzia. Shayana radadadaba lakadadadadadaba. Mwanamke Msamaria alikuwa ni mwanamke wa kawaida kama wengine, lakini alikuwa na historia mbaya. Lakini mafuta yalipokuja juu yake, mji mzima wa Samaria ulikaa ukamsikiliza. Shayabadadada lakadadadadaba rapakadalababa yakana mashana lapakalaba akalabayana repakatosata lekotaradadada yakana mashana rapakadalaba. Baba, sitapuuzwa ndani ya bara la Afrika, nakataa kupuuzwa ndani ya bara la Afrika, nakataa kupuuzwa ndani ya dunia nzima, nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Kaparabaya, katika jina la Yesu Kristo. Sema tena, nakataa kupuuzwa kwa sauti tena, nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Sema tena, nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Kwa sauti tena, nakataa kupuuzwa katika jina la Yesu. Jambo la pili ambalo tunaenda kuliomba asubuhi, jambo lingine ambalo tunaenda kuliomba asubuhi ya leo, ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya kwanza ule mstari wa 18. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 46. Wafalme wa kwanza sura ile ya 18 ule mstari wa 46. Anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, na kwa sababu hiyo Elia akajikaza viuno. Alafu Biblia inasema akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Ukirudi kuanzia mstari ule wa 40 na moja, Biblia inasema Elia akamwambia Ahabu, aya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Elia alikuwa amefunga, na ndio maana Biblia inasema mkono wa Bwana ulipokuja juu yake akajikaza viuno. Wakati Ahabu anakula, Elia alikuwa amefunga, na kwa haraka haraka Elia asingeweza kupiga mbio mbele ya Ahabu kwa sababu vikwazo vilikuwa vingi. Jambo la kwanza, hana usafiri kama Ahabu alivyokuwa, lakini jambo la pili, ana nguvu za mwili kwa sababu alikuwa amefunga. Wakati ndugu yake ameinuka kula na kunywa, Elia alikuwa hali wala kunywa, na katika kipindi chote hicho alikuwa akiomba mpaka pale ambapo mvua ilipokuja juu ya nchi ya Israeli. Lakini nachotaka ukione kwamba mkono wa Bwana ulipokuja, afya ya Elia, mwili wa Elia ukaimarishwa. Ndo hapo anasema akajikaza viuno. Maana yake alikuwa hana nguvu, alikuwa amelegealegea, akajikaza. Nguvu ya Mungu ikampa, ikaimarisha mwili wake. Lakini jambo la pili, Biblia inasema akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Nataka mwambie Bwana, mkono wako uje juu yangu, unitie nguvu, lakini pia unipe spidi na kasi ya kiungu. Mkono wako uje juu yangu, unitie nguvu, lakini pia unipe spidi na kasi ya kiungu. Kwa tafsiri nyingine, unipe kasi ya kiungu, unipe kasi ya kiungu. Nipige mbio kuliko walionitangulia, nipige mbio kuliko walioko mbele yangu, nipige mbio kuliko walionitangulia. Hebu omba kwa dakika hizi chache, mwambie Bwana, mkono wako uwe juu yangu ili nipige mbio kuliko walionitangulia. Yesu, mkono wako uwe juu yangu, nataka kupiga mbio zaidi ya walionitangulia. Inawezekana kabisa walikutangulia kuanza, inawezekana kabisa walikutangulia kufungua biashara kwenye ile eneo, inawezekana kabisa walikutangulia kuzaliwa, inawezekana kabisa wamekutangulia kuanza kusikika, wamekutangulia kuanza kuonekana. Lakini nataka nikwambie, haujachelewa kama mkono wa Mungu uko juu yako. Kilichowatanguliza wao, kama hawana mkono wa Mungu, wewe unaweza ukawatangulia kwa jina la Yesu. Hapo ulipo mwambie Bwana, mkono wako uje juu yangu,
mkono wako uje juu yangu unaozalisha kasi, mkono wako uje juu yangu ambao utaimarisha mwili wangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, mkono wako uwe juu yangu. Bwana Yesu, mkono wako uwe juu yangu. Rakapaya kadalaba jakadabalaba baba shaka yekaparadadaba aparia makanana ikasopariadada rakadadaba baba akadababa shanda rakanana shaparada yekadadabalada yakadana mashanda. Hautapuzwa. Mwambie Bwana, mkono wako uje juu ya biashara yangu. Bwana, mkono wako uje juu ya elimu yangu, uje juu ya nafasi nilionayo kwenye ajira. Haijalishi ulichelewa kuajiriwa, una uwezo wa kupanda nafasi na kupanda juu na kupanda vyeo zaidi ya uliowakuta. Kinachoamua ni kiwango cha mkono wa Bwana ulio juu yako. Haujachelewa bado. Iwapo mkono wa Bwana utakuja juu yako, aliye wa mwisho ana uwezo wa kuwa wa kwanza. Ndivyo neno la Bwana linavyosema, ya kwamba wa mwisho ana uwezo wa kuwa wa kwanza. Iwapo mkono wa Bwana utakuwa juu yake, mwambie Bwana, mkono wako uwe juu yangu asubuhi ya leo. Ninapoenda kuiendea biashara, ninapoenda kuiendea biashara, ninapoenda kwenda kwenye eneo langu la kazi, kwenye ajira yangu, Bwana Yesu, mkono wako uwe juu yangu. Jadaradadaba rakadadaba baba yakanana masanda rapakalabaya ashaparia makanda yekoradadadada. Ninaomba na mtu kutoka wapi sijui, lakini mkono wa Bwana unakuja juu yako. Shaparadadadaba lakadadadaba baba. Mkono wa Bwana, Elia alianza kuona kutokea mbali, akasema naona wingu kama mkono ukiwa unakuja, naona wingu kama mkono unaiendea biashara yako, naona wingu kama mkono unaiendea huduma yako, naona wingu kama mkono unayachia maisha yako, naona wingu kama mkono. Jadadadadaba. Ule wingu kama mkono haukuja tu kwa ajili ya kuzalisha mvua, lakini pia ulikuja kwa ajili ya kumpa kasi Elia. Mkono wa Bwana ukija juu yako, unaondoa matatizo ya muda mrefu. Wingu la Bwana lipokuja kama mkono wa Bwana, ule ulikuwa ni mkono wa Bwana, ule ulikuwa ni mkono wa Bwana. Ulikuja ukadiri na ukame uliokuwa kwenye nchi kwa miaka 3.5. Mkono wa Bwana ukija juu yako asubuhi ya leo, hakuna ukame unaweza ukakuzuia. Mkono wa Bwana ukija juu yako asubuhi ya leo, hakuna tatizo la muda mrefu linaweza kuendelea kustahimili. Shadadadadaba lakabababa rakataya akalabayana yekorabababa jandaragada ikabaradadaba. Anasema mkono wake haujapungua. Mwambie Bwana, mkono wako uje juu ya kazi ninayofanya, uje juu ya afya yangu. Zataradaba akarabababa yakadana masaya rapayakata yekadadadaba radadababababa jakaladaba. Mkono wa Bwana nipe kasi, mkono wa Bwana niongeze mbio, niende kwa mbio zaidi ya miguu yangu, niende kwa mbio zaidi ya muda nilioanza, niende kwa mbio zaidi ya walionitangulia, niende kwa mbio. Shadadadadaba rakababababa. Mkono wa Bwana ukija, hata watu watajua ya kwamba huyu mtu haya makana likapala maya zetererere jandarababa. Watajua ya kwamba uko peke yako, watajua upo na mkono wa Bwana ukikutegemeza, ukikusaidia. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, Bwana Yesu, mkono wako uwe juu yangu.
Mkono wako unaweza kuokoa, mkono wako unaweza kukimbiza, mkono wako unaweza kuinua. Shadadadadadaba, kama ambavyo ulikuja wakati wa Elia ukakomesha ukame uliokuwepo ndani ya nchi. Mkono wako uje juu ya hiyo biashara, mkono wako uende Bwana juu ya hiyo ajira, mkono wako uende juu ya hiyo ndoa, ukomeshe kila tatizo kwenye hiyo ndoa kwa jina la Yesu. Mkono wako Bwana uende kwenye hiyo biashara, ukomeshe hiyo roho ya hasara katika jina la Yesu. Mkono wako Bwana uende kwenye hiyo afya, ukomeshe roho ya magonjwa katika jina la Yesu. Mkono wako Bwana uende kwenye hiyo familia, ukomeshe magonjwa ya familia katika jina la Yesu. Hayo matatizo ya muda mrefu, hayo magonjwa ya muda mrefu, asubuhi ya leo Bwana anasema kwa mkono wake yana uwezo wa kuondoka. Mungu akamwambia Musa kutoka ile sura ya 3 ule mstari wa 19 mpaka mstari wa 22, akamwambia najua Farao hatawaachia mpaka nimenyosha mkono wangu nikatenda ishara na maajabu. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, nyosha mkono wako ufanye ishara na maajabu. Rana na shanda rababa yakada da baba. Mtu wa Mungu, wakati wote rais akiwa anatembea kwenye msafara, watu wengine huwa wanawekwa pembeni. Kwa haraka haraka Elia asingezuiliwa kuupita msafara wa rais. Angeonekana ni kama mhalifu, angeonekana ni kama mtu anayetaka kumdhuru mfalme. Msafara wa rais ukiwa unapita, magari mengine huwa yanasimamishwa, watumiaji wengine wa barabara huwa wanasimamishwa. Lakini ukiwa na mkono wa Bwana, protokali inavunjwa. Ukiwa na mkono wa Bwana, protokali inavunjwa. Jandora pakata yekotora baba akarada bashanda, protokali inavunjwa, protokali inavunjwa, protokali inavunjwa. Mahali ambapo usingeruhusiwa kupita, unapita pita, penya. Nenda kwa jina la Yesu, nenda kwa jina la Yesu. Mahali ambapo protokali ingekukataa, ingekuzuia, nenda. Jadadadada. Mkono ulio juu yako ni mkono wa mfalme wa wafalme ambao hauzuiliwi na mfalme yetu wa dunia. Mkono ulio juu yako ni mkono wa Bwana mabwana, ni mkono wa Mungu wa miungu. Shalabadadadaba yakadadadaba rapayananama lakataladadaba zakabarada rakadabaya akayanama riakapaya. Mwambie Bwana, mkono wako uje juu ya afya yangu, mkono wako uje jakaradaba lakarababa rabadadadaba. Mkono wako uje juu ya ndoa yangu. Anasema mkono wake unaweza kuokoa, unaweza kuokoa. Mwambie Bwana, mkono wako uje juu ya familia yangu, waokoe watu wa familia yangu asubuhi ya leo. Bwana Yesu, mkono wako uje juu ya ukoo wangu na watu wa ukoo wangu, waokoe watu wa ukoo wangu asubuhi ya leo. Jadadadaba arabababa rakadalababa yakalabaya ashayanda rapakata. Kila Farao asubuhi ya leo kwa mkono wa Bwana ninakuharibu katika jina la Yesu. Biblia inasema kwenye Kutoka 8:18 na kuendelea ya kwamba Farao na wachawi wake na waganga wake walifika mahali wakatambua ya kwamba hiki ni chanda cha Bwana. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, na ijulikane ya kwamba hiki ni chanda chako, na ijulikane ya kwamba
hiki ni chanda chako, na ijulikane ya kwamba mesopokotolaba lekaparadadabayanda asharabadadadaba lakabaradadadaba yakanana masanda lakapariamanda rababa yekoradadadaba. Baba nipe spidi, Baba nipe spidi, Baba nipe spidi, Baba nipe spidi, nipe kasi, nipe kasi, nipe kasi, kasi ya kiungu, kasi ya kiungu inakuja kwako, inakuja kwako, inakuja kwako. Unawapita, unawapita wenye mitaji mikubwa, unawapita wenye majina makubwa, unawapita waliotangulia mbele yako, unawapita kwa jina la Yesu. Unachohitaji sio degree nyingine, unahitaji mkono wa Bwana. Unachohitaji jaraba kandalaba lekoradadababa yaka, unachohitaji ni mkono wa Bwana. Yanda zoto radada leka paradadaba. Mkono wako uje ndani ya taifa la Tanzania, mkono wako uje Bwana ndani ya taifa la Tanzania, kama ambavyo mkono wako ulikuja ikaanza kunyesha. Mkono wako uje ndani ya taifa Bwana, ufungue malango ya mbinguni, ufungue madirisha ya mbinguni kwa ajili ya taifa la Tanzania. Sharadadaba rakananaba yakalababa radaba shananaba yekoradagada ikaparanaya asharabababa yakandalaba repokosata lekoporiada yekabadada 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 yekabadada. Nataka kwa dakika hizi, kama umewahi kujazwa kwa Roho Mtakatifu, anza kunena tu kwa lugha. Shaparagada. Na wewe ambaye hujajazwa Roho Mtakatifu, zinakuja nguvu juu yako sasa, zinakuja nguvu juu yako sasa. Unakuja kama umeme, zinakuja kama umeme, zinakuja kama umeme. Sharadadadaba. Unayeomba ukiwa kwenye gari, nguvu za Roho Mtakatifu zinakujia. Shaparabakana lakarababa. Unayeomba ukiwa na familia yako, nguvu za Roho Mtakatifu zimekuja hapo katika jina la Yesu. Unayetufuatilia kwa njia ya television, nguvu za Roho Mtakatifu zinakuja juu yako. Wewe uliyelazwa hospitalini, nguvu za Roho Mtakatifu zinakuja juu yako. Urapaya kandalaba rababa shandaladada yakandalama shanda. Nguvu za Roho Mtakatifu juu yako, nguvu za Roho Mtakatifu juu yako, nguvu za Roho Mtakatifu juu yako. Unajazwa, 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 unafurika. Daudi anasema kikombe changu kinafurika, kikombe changu kinafurika. Zipo nguvu nyingi mahali hapa za kufurisha kikombe chako. Zakapa rapakata yakapalada yanana shanda rababa yekurabadabadaba akanana mashanda rapa yakalaba akananama. Unajaa kwa jina la Yesu, unajaa kwa jina la Yesu, unajaa kwa jina la Yesu. Aparida bosata reporiandere bababa. Kinywa chako kinakamatwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kinywa chako kinakamatwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Unaanza kunena kwa lugha, unapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, unapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unabatizwa kwa moto, unabatizwa kwa moto, unabatizwa kwa moto. Unapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mtu yeyote unayetufuatilia, ipo nguvu imeachiliwa kwa ajili yako, ipo nguvu imeachiliwa kwa ajili yako. Unapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu mahali popote ulipo. Jaramakana. Na wewe uliyewahi kujazwa, chochea, 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 chochea.
Paulo anamwambia Timotheo, chochea ile karama iliyo ndani yako. Chochea, 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 chochea huo moto unawaka, huo moto unaongezeka. Ikapari ya makata. Biblia inasema kwenye Walawi 6 ule mstari wa 12 na 13 ya kwamba mtaacha huo moto uzime, bali mtachochea, mtaweka kuni kila asubuhi. Chochea, 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 chochea. Na wakati unachochea, na waamuru waovu wakung'uche mbali na siku yako. Wakati unachochea, na amuru ajali itengwe mbali na siku yako. Wakati unachochea, na amuru roho za hasara zikae mbali na wewe. Wakati unachochea, na amuru habari mbaya zikae mbali na siku yako. Wakati unachochea, na amuru kwa jina la Yesu nguvu za giza zikae mbali na maisha yako kwa jina la Yesu. Wakati unachochea, na amuru kwa damu ya Yesu kila roho za madhaifu zitengwe mbali na maisha yako katika jina la Yesu. Wakati unachochea, na amuru mapepo yatengwe mbali na wewe. Wakati unachochea, unabadilika kuwa moto mkubwa katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema anawageuza watumishi wake kuwa miali ya moto. Unaiendea kwa ushindi katika jina la Yesu. Hiyo kazi unaiendea kwa ushindi katika jina la Yesu. Rikabarabashana erababoshaya lekorababababa. Katika jina la Yesu natamka ushindi mbele yako, natamka kibali, natamka kupendelewa. Nenda, siku yako imebarikiwa. Umeingia siku yako kwa upako na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa wewe ambaye unatufuatilia live, tutaendelea kuwa live kila siku saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili. Kila siku saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili tutakuwa tukiomba kwa ajili yako, tutakuwa tukiomba kwa ajili ya familia yako, tutakuwa tukiomba. Njoo ungana nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook na YouTube na Instagram. Kwenye Facebook ni Dickson Cornel Kabigumila na ABC Global Church, lakini kule YouTube ni ABC Global TV na Pastor Dickson Kabigumila. Unaweza kutufuatilia. Wewe ambaye unasukuma kutoa, fanya hivyo na Bwana atakutegemeza na kuimarisha katika jina la Yesu. Haleluya. Koraba shakarabaya rekotora baba shana na makana rava rido sariba kataramayanda. Katika jina la Yesu, Bwana akubariki. Nenda ukaone unono wa nchi ukija upande wako. Nenda ukaone watu wakisimama upande wako katika jina la Yesu. Amen. Zobali katora gadash yekaraba boshana raba yakana lava lizobrediga balagadia ekapariando zarida bokosha kabalagadi ikabarado zedidede boshana rababa yakada bosana radada boshaka ikarababa shana ya ekoraba boshiande lekorakata yekaba shana radada. Barada da baba baba rapaya kanala da voshana livarozida da 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 vo ejedida da 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 vaya ikarada da baba baba ikorobo boshana la da 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 rikabaradi jodedi da 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 vo ezida da boshana da da di arebado zedida da la makanaya ikabara baba 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 jedida da 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 va orapaya kanara da
baba ashanda la garabosa parada ikorada baba 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 shanda eraba korianda rada boshata le kapari baba baba shanda ikaparada da bashaka ikarada da baba baba arapa ya karada da zedida rabashanda rapa kotorodo boshanda rababa rekabara baba shaya ekosaparina kapaladosa le kuraba shande le debosataya ikobrediga baradada ezombrediga la bosadia eriko kotorodo shadadadada yekedede bosabara baba le barida dada shanda radada ba ekeberia masombrediga le bragada shanda lava yakada dada boshakata la kabara baba baba arapa rabo sabaradari redida dada boshanda rababa yakada barada baba baba yakada baba baba zanda rada bashakata le kapara baba baba janda la dada baba yakada bala baba shaka ekora baba shanda rababa rapara dada baba shaka yakada barada dada baba rakabada bashaya akanda la bashata le kapala baba baba yakada bala baba zondo robo shaya ekora baba shaka yekada bala baba akaparia makanda laba janda la kata akaparada ba yekaparadia eshana na makaya ekorada bashaka yakada bala baba arapayana rakataraba. Endelea kuomba kwa jina la Yesu. Yekorada bashana irapakatayata lakatarapayana yakaparada baba shadadadada baba arapayana ladaba ikabaraba baba shaka. Uliyeko mahali hapa, endelea kuomba katika jina la Yesu. Ashayana makanda lekorada dadadadaba akabada dadadaba baba rabada dadaba baba rapapapapa 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 rakadabadaba lakadababa yakanda na mashaya aparianda radaba lekabada baba shanana yanda arapayanda yekabada yakana nama lakada daba arababa shana lakana naya akayana raba ishada baba radadaba. Nataka tukaombe ombi lingine. Kayabala shakata. Kila roho fuatilizi kwenye familia yangu, kwenye afya yangu, kwenye kazi yangu, iteketee kwa moto katika jina la Yesu. Kila roho fuatilizi kwenye afya yangu, kwenye familia yangu, kwenye ndoa yangu, kila roho fuatilizi iteketee katika jina la Yesu. Iteketee kwa moto katika jina la Yesu. Kila roho fuatilizi kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye afya yangu, iteketee kwa moto katika jina la Yesu. Biblia inasema Farao, wana wa Israeli walipotoka, aliwafuata bado pamoja na majeshi yake, na Mungu akamwambia kwenye kile kitabu cha Kutoka 13 mstari wa 14 ya kwamba watu hawa unaowaona leo hautawaona tena. Hebu mwambie Bwana, shusha moto wako uwateketeze katika jina la Yesu. Ukisoma Wafalme wa Pili sura ya kwanza kuanzia mstari wa 9 na kuendelea, kuna watu walikuwa wanatumwa kwenye vikosi vya watu 50 wamfuate Elia akiwa mlimani. Biblia inasema Elia akiwa mlimani akasema, kama mnajua ya kuwa mimi ni mtumishi wa Mungu, moto na ushuke na uameze katika jina la Yesu. Nataka uombe useme, kila roho fuatilizi zinazofuatilia maisha yangu, zinazofuatilia afya yangu, zinazofuatilia uchumi wangu, zinazofuatilia ndoa yangu, zinazofuatilia huduma yangu, zinazofuatilia maisha yangu, zinazofuatilia ndoa yangu, kila eneo la maisha yangu, ziteketee kwa moto katika jina la Yesu. Hebu omba sasa, jiombee katika jina la Yesu.
Biblia inasema pepo mchafu amtokapo mtu huwa anaenda na baadaye ikifika mahali anarudi. Zinazikawa zipo nguvu zinazoenda na kurudi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila roho fuatilizi kwenye uchumi wako ninaikemea katika jina la Yesu. Huu ni muda wa kupambana, pambana kama mwanajeshi. Mungu amekuamini, anasema wewe ni rungu lake na ni silaha zake za vita. Wewe una uwezo wa kugeuka silaha yote ya Mungu ya vita. Mungu akiamua ugeuke kuwa mshale, unageuka kuwa mshale. Mungu akiamua ugeuke kuwa bomu, unageuka kuwa bomu. Mungu akiamua ugeuke kuwa panga, unageuka kuwa panga. Mungu akiamua ugeuke kuwa moto, unageuka kuwa moto. Wewe ni silaha ya Mungu ya vita, na Mungu haendi kupigana bila wewe. Mungu hawezi kupigana bila wewe. Unapopigana majira haya, wewe ndio silaha ambayo Mungu anaitumia. Hebu anza kuomba hapo uliposema, kila roho fuatilizi zinazonifuatilia mimi, zinazofuatilia watoto wangu, zinazofuatilia ndoa yangu, zinazomfuatilia mume wangu, zinazomfuatilia mke wangu, ninaziharibu katika jina la Yesu. Kila roho fuatilizi zinazonifuatilia kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaziharibu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shama kanda rapa. Kila roho fuatilizi zinazofuatilia afya yangu, enyi nguvu za giza, enyi roho za magonjwa mnaonifuatilia, enyi roho za kifamilia mnaonifuatilia, enyi roho za uchawi mnaonifuatilia, naita moto wateketeze, naita moto wateketeze. Teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto. Shaka parada rapa kadaba yakadaba la baba rada da 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 yakada la baba shaka rapa kanda la daba akapara baba shaka. Kila roho fuatilizi kutokea kwenye upande wa mume wangu napiga. Sema, kila roho fuatilizi kutokea kwenye upande wa mke wangu napiga. Napiga kwa jina la Yesu, napiga kwa jina la Yesu. Shanda rapaya akapariana rakadadaba akapaya makana leka paradadada. Kila roho fuatilizi kwa jina la Yesu hainiwezi, naita moto juu yako. Biblia inasema kikosi cha kwanza kilipomfuata Elia akaita moto juu yao, moto ukawala. Kikosi cha pili kikaliwa na moto. Kikosi cha tatu wakajitambua. Shaya badabaraba rakadadadadada rakabaraba. Biblia inasema kuna mwanamke aliyekuwa katika wakati wake wa kuzaa, lakini kuna joka lililokuwa linamfuatilia ili limeze mtoto. Hiyo roho fuatilizi naipiga kwa moto, kwa moto, kwa moto asubuhi ya leo, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Rapapa rapapa rakata abashaka lakada baba baba harapa ya kandalaba. Napiga kwa moto, iwe ni roho za kifamilia, iwe ni roho za mauti. Jana na kanda rapa rapa kada balada. Kuna mtu ambaye huwa ukitembea unahisi kuna mtu anakufuatilia. Wakati mwingine ukikaa peke yako unahisi kuna sauti inaongea na wewe kwenye masikio. Ninaiamuru kwa jina la Yesu, hiyo ni roho fuatilizi. Ikuachie, ikuachie, ikuachie. Inapigwa, 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 inapigwa. Zetetetete rakakatata 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 rapapapa rapapapa rapapapa. Enyi nguvu za kifamilia mnapigwa kwa moto, enyi nguvu za kifamilia mnapigwa kwa moto. Shanda radaba akarababa yakadanana rababa shanda yakatalaba rapayagadaba lekatorababa. Napiga zinazotokea mashariki rapayakataya yekoshapalia lekataya. Nguvu za giza zinazotokea mashariki kukujia wewe
napiga kwa jina la Yesu. Zinazotokea magharibi kukujia wewe, Biblia inaniambia kwamba upepo wa mashariki ulikuja ukaangusha nyumba waliokuwa watoto wa Ayubu, ukuta ukawaangukia watoto. Kila upepo unaowafuatilia watoto wako, ninauamuru kwa jina la Yesu upite kushoto na watoto wako wapite kulia. Ninaugeuza na kurudisha ulipotoka, naugeuza na kurudisha ulipotoka, naugeuza na kurudisha ulipotoka. Kila upepo wa giza unaoelekea familia yako, unaoelekea ndoa yako, ninaugeuza. Geuka, geuka, uelekee kule ulipotokea. Geuka, uelekee kule ulipotokea. Sharadadaba, rapaya kandalaba, leka paradadadada, rakadababababa. Kila nguvu ya giza inayotokea magharibi, naipiga, naipiga, naipiga kwa jina la Yesu. Kila roho ya giza inayotokea magharibi, naipiga, 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 naipiga. Ashaya makanda la katarapaya akada baladada ikasana namana la paradadadada. Teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto. Roho zote za kifamilia mnazonifuatilia, wewe ni mwanafunzi unafuatiliwa na roho za kifamilia ili usisome, nazipiga kwa jina la Yesu, nazipiga kwa jina la Yesu, nazipiga kwa jina la Yesu. Napiga, 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 napiga waliojikusanya kama nyuki ili wakujie, na watawanya kwa jina la Bwana. La parando sata rekotora bababa arapa ya kanalaba leka pariana radada resana na makanda la kaparia radadadada yakala bababa rapa ya naladada rakada bababa. Yorofuatilizi kwenye ndoa yako, naipiga asubuhi ya leo, naipiga, napiga, napiga, napiga. Eshakata rakakapa yakatalada yekaparababa. Yorofuatilizi kwa watoto wako, napiga, 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 nakomea katika jina la Yesu. Hiyo nguvu ya giza haitakuona wewe, haitakuona wewe. Wakati fulani malaika wa Bwana walienda kwenye mji wa Sodoma na Gomora, wakaingia nyumbani kwa Lutu. Kuna watu walikuja nyumbani kwa Lutu kwa ajili ya kuwadhuru. Biblia inasema malaika wa Bwana wakawapiga kwa upofu, wakatafuta mlango wala namna ya kuingia ndani hawakuipata. Shandarapa ya kandala lekabaradadadada rapa ya kandala dadada jandala baba rapa ya kandala ba lekapala dadada. Na wapiga kwa upofu wasikuone wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na wapiga kwa moto wasikuone wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naamuru kuanzia sasa kila kitu kigeuke kinyume nao, kila kitu kigeuke kinyume nao. Radadadadadada. Kama ambavyo maji yaligeuka kinyume cha Farao, kama ambavyo mavumbi yaligeuka kinyume cha Farao na watu wake, kama ambavyo giza liligeuka kinyume cha Farao, ninaamuru mambo mabaya ya wapate wanaokufuatilia. Ninaamuru mambo mabaya ya wapate wanaokufuatilia. Daudi akasema, ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana amenisaidia. Hautaanguka kwa jina la Yesu, hautaanguka kwa jina la Yesu. Hizo nguvu za giza zinazokuvuta kwenye magonjwa,
naziamuru kwa moto, naziamuru kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto, katika jina la Yesu. Teketea, teketea, teketea kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana. Ashadadadada radadadabadaba lakataradaba yakanana masanda rianda rabababa yekotorabadaba rapayanda ladaba ashaya makanda lakabadadada rakananana. Daudi anasema wamenizingira kama mbwa, anasema wamenizingira ni kama mbwa wamenizingira, wananifuatia. Na kuambia wanaokufuatia, njia zao ziwe giza na utelezi, njia zao ziwe giza na utelezi, waanguke kwa jina la Yesu. Wanaokufuatilia waanguke, njia zao ziwe giza, wasikuone wewe, njia zao ziwe giza, wasikuone wewe. Yekada bababa arapa yana nanama lakabada dadaba jana nanama lakabada dadaba rapa yana nana leko sapaya abranda ranana lakabara bababa yakala bababa ranana sana. Daudi anasema ya kwamba hajawahi kuona mwenye haki ameachwa. Bwana hatakuacha, hatakuacha wakakudhuru, hatakuacha wakakugusa. Wewe ni kama mboni ya jicho lake, hatakuacha ukaangamia. Wewe unazingira na ukuta wa moto kila upande, sawa sawa na Zekaria 2:5 ya kwamba unazingira na ukuta wa moto kila upande. Hawataweza kumvamia mume wako, hawataweza kuingia kwenye biashara yako, hawataweza kuingia kwenye ndoa yako, hawataweza kuingia kwa watoto wako, hawataweza kuingia kwenye afya yako. Japarataya rakapayana lakatarana ikashadaba lakabadadada yakabababa apariana na shanda lekaparadadada jakadadadadada rabababababa rabababababa. Naiona milango ikifunguka kwa ajili yako, naiona milango ikifunguka kwa ajili yako. Jarabababa, walipokukataa unapokelewa kwa jina la Yesu, walipokukataa unapokelewa kwa jina la Yesu. Naiona milango ikifunguka, lango la kwanza linafunguka, shadabadada lakabababa, lango la pili linafunguka kwa ajili yako. Malango ya kimataifa yanakufungukia, malango yanakufungukia, malango yanakufungukia. Unaingia mahali ulipozuiliwa, unaingia mahali ulipokataliwa, unaingia. Shaya badadada, sema naingia, sema naingia, sema naingia, sema tena naingia. Yekabababa aparadadadaba rakadadadaba. Unaingia unapenya, unaingia unapenya, unaingia unapenya, unaingia unapenya. Naiona milango ikikufungukia. Usiyekuwa na kazi unapokea kazi, milango inakufungukia. Usiyekuwa na watoto, wewe uliyetasa unapokea watoto katika jina la Yesu. Milango inakufungukia. Shadadadadaba lakabadababa rapayana kapaya lekatoradadada aparana na shana yekoradadadada riparababa shana lekoto 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 rakakata rakakata rakakata
rakata rakakata rakakata yakaparadada yakatala baba saya kaparada yekadadadadadada ratatatata 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 kapai atatatai rekeketokata rekekepapapa rapapalada yakapalia baba. Milango inakufungukia, unapenya 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 unapenya, milango ya ndoa inafunguka. Shana na na nama lakada baba baba. Hebu piga hatua kwa imani, sema naingia, sema naingia. Ekosotoria reparadadaba. Ufunuo sura ya 3 ule mstari wa 7 na wa 8 anasema Bwana ana uwezo wa kufungua mlango ambao hakuna anayeweza kufunga, na amekufungulia wewe. Zeketele baba raparadadada. Ingia kwa imani, ingia kwa imani. Kamata vile vyeti vyako walivyokuambia hauwezi ukapata kazi kwa CV. Kamata hivyo vyeti, kamata hiyo passport haya kusafiria. Shakata hiyo hati ya kiwanja ambacho umejaribu kujenga umeshindwa. Kamata shadabaradadada lakarabababa. Milango imefunguka, milango imefunguka, milango imefunguka, milango imefunguka. Shandala baba lakatala dadaba rapaya dadaba lakata. Na yaamuru malango ya shaba. Isaya 45 ule mstari wa 2 na wa 3, neno la Bwana linasema ya kwamba Bwana atavunja vunja malango ya shaba na kukatakata mapingu ya chuma. Malango ya shaba vunjika, niachie njia, ninaingia na watu hawa, ninaomba nao asubuhi ya leo. Malango ya shaba parash sayakata la pariadadadadada la baba 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 rapapapapa 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 ratatata ratatata ratatata. Unaenda unaenda unaenda. Ashayata 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 rekekekeke rakakakata ras ikababosapa repele kotoya. Naona malaika wametangulia mbele yako kwa ajili ya kuifanikisha njia yako. Ladabadabadaba ladabadabadaba ladabadabadaba. Malango ya chuma funguka, uachie njia, funguka, uachie njia. Hebu piga hatua kwa imani. Kama unaweza piga hatua kwa imani, sema naingia, sema naingia. Rekababosata lekotora dadadada yakapali ya baba. Naingia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu naingia. Ukiwa uko Mbeya sema naingia. Ukiwa upo Iringa sema naingia. Ukiwa upo Katavi sema naingia. Ukiwa uko Rukwa sema naingia. Ukiwa upo Mtwara sema naingia. Uko Lindi sema naingia. Uko Mbeya, uko Singida, uko Tabora, uko Dodoma, uko Mwanza, uko Kigoma, uko Karagwe, katika jina la Yesu. Uko Kilimanjaro, uko Arusha, uko unapenya, unaingia. Ukiwa Tanga sema naingia. Ukiwa Morogoro sema naingia.
Ukiwa upo Dar es Salaam sema naingia. Ukiwa uko Pwani, uko Zanzibar, uko nje ya Tanzania sema naingia, sema naingia, sema naingia. Pariana na shana ikabara baba baba yandara da 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 rakala baba baba jaka parada rapakadaya ikabara baba yakandala daba asaparade arekapaya yekosapalia irababa baba. Naingia kwa jina la Yesu mahali nilipokuwa nimezuiliwa, mahali nilipokuwa nimekataliwa, naingia kwa jina la Yesu. Waliponiambia nafasi zimejaa, naingia kwa jina la Yesu. Waliponiambia haustahili mahali hapa, naingia katika jina la Yesu. Shalabada la kadaba la paradada ya kananama radaba.